Karibu sana mtazamaji, karibu sana tuweze kushirikiana na kubadilishana mawazo siku hii ya leo. Hebu fikiria, una mtoto ameenda kucheza huko, amechelewa kurudi, alafu ghafla unasikia makelele, mama, mama, mama naliwa. Unakwenda unakuta mtoto wako anakimbizwa na linyama likubwa sana, kubwa kuliko hata tembo, na unajua kabisa kwamba nyama hili ni likatili na huwa linakula watu. Linamkimbiza mtoto wako, kaishiwa nguvu, kaanguka. Ameanguka, hana uwezo tena wa kujisaidia. Lile nyama limeanza kumla vidole. Unaangalia kwa sababu na wewe uwezo wa kulishinda lile nyama huna. Vidole vinaliwa, mkono unaliwa, mtoto wako yuko hai, lakini ndio analiwa huko, anaona, na wewe mwenyewe unaangalia. Hiyo ni picha ambayo unaweza kuiwakilisha kwa mtu ambaye anafahamu kwamba ana tabia mbaya, lakini anashindwa kuishinda tabia hiyo. Anafahamu kwamba hasira zinaniharibia mambo, lakini anashindwa kuacha hasira. Anafahamu kwamba wivu ndio nao unaniharibia mambo, lakini anashindwa kuacha. Anajua pombe ni mbaya, inaniharibia mambo, lakini anashindwa kuacha. Nilinyama hilo limemzidi nguvu. Inaweza kuwa ni mwanao umemzaa mwenyewe, inaweza kuwa ni ndugu yako, inaweza kuwa ni rafiki, inaweza kuwa ni mfanyakazi mwenzio. Anajua kabisa kwamba ulevi unamletea matatizo, lakini haachi ulevi. Anafahamu kabisa kwamba ni uongo umezidi, ni mwongo sana, anapenda kuchunganisha watu, lakini ni tabia iko ndani yake. Unahitaji msaada, anahitaji msaada. Siku moja Mungu anayeitwa Yesu akaletewa mtu, mwanamke amekamatwa kwenye uzinzi. Wakamwambia wakuu wa dini na walokole kwamba sheria ya Musa inasema kwamba mtu akikamatwa kwenye uzinzi apigwe mawe hadi kufa. Sasa wewe unayejiita mwana wa Mungu, Mungu Yesu, unasemaje juu ya hili? Yesu akawaambia, yule asiye na dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe huyu mama. Kwa nini Yesu alifanya hivyo? Na wale watu wa dini wote wakakimbia, wakamwacha mama peke yake. Yesu akamuuliza yule mama, wamekimbia? Akasema, na mimi wala sikuhukumu, nenda zako, lakini usitende dhambi tena. Manake Yesu anafahamu kuna nguvu ambayo inamsukuma mtu kwenye mabaya, ambayo imemzidi nguvu. Si kwamba anapenda ile hali, lakini ajikuta yuko kwenye hali kama hiyo. Kwenye saikolojia kuna kitu kinachoitwa neurodiversity, hali ambayo mtu uwezo wake wa kufikiria na kufanya maamuzi ni tofauti na watu wengine kutokana na ubongo ulivyo au na makuzi. Kwa mfano, mama ambaye amemlea mtoto wake kwa ukali, au baba ambaye amemlea mtoto wake kwa ukali, akikosea tu makelele, akifanya kelele au anaitwa tu mshenzi, wewe mjinga, wewe anatukana, wewe mbavu kama mamako, wewe utakufa hivyo hivyo, wewe usijui utakuwaje. Maneno kama hayo yanaingia kwenye sehemu ya ubongo inayoitwa hippocampus. Sehemu hii inaweka kumbukumbu, na sehemu hii ya ubongo inaitwa hippocampus iko karibu sana na sehemu ya ubongo inahusiana na hofu, cha kuogopa. Sasa zile kumbukumbu za kukemewa zinasababisha huyu mtu ajisikie kwamba hapendeki au hapendwi au hafai au sio mtoshelevu. Tukutana na mtu ni mkimya sana, haongei, amesoma vizuri lakini sio mwongeaji, ni mkimya. Manake amejua kutokea analelewa ni kwamba alichukua anapewa, acha ni makelele, alitaka kuongea, acha makelele, acha makelele. Kwa hiyo unakuta mtu amekuwa mkimya kwa sababu ndani ya nafsi yake ile sauti ya mama bado inafanya kazi. Kuna watu wengine anapenda tu anakaa peke yake, hapendi kujichanganya na watu wengine, hapendi. Anaona ni afadhali nikae peke yangu kuliko niende huko nikakataliwa au nikachekwe au nikadharauliwe. Kwa sababu alishaona kuna watu walikuwa wanamcheka nyumbani,
Wazazi walikuwa wanamcheka. Kuna utani wa wazazi wanaotania watoto wao vibaya. Mtoto anajisikia vibaya, anaumia. Huyu mamangu mwenyewe ananiambia maneno kama haya, anaumia, ila kwa sababu hawezi akabishana na mama yake, hawezi akabishana na baba yake, haya mambo anaweka ndani ya moyo wake. Sasa anapokuwa mkubwa yanamuathiri. Kwa hiyo utakutana na mtu ambaye ni mkali. Ile ni njia ya kujilinda, kwa sababu huko nyuma alikuwa hawezi akapingana na wazazi wake, lakini sasa wewe umekuja, labda ndo nimekuajiri au tuko sawa, nitakuonyesha wewe ni mimi ni nani. Lakini kwa wazazi wako ilikushinda. Sasa ni hivi, sehemu ile ya ubongo inaweka kumbukumbu ambayo inaitwa hippocampus, inaweka kumbukumbu nyingi sana. Sasa kwa bahati mbaya Mungu alivyotuumba ni kwamba sehemu ile ya kufanyia maamuzi ya ubongo inaitwa prefrontal cortex. Ukuaji wake unakuwa umekamilika kati ya miaka 22 hadi 25. Ndio maana wataalamu wanasema kwamba sio vizuri kwa mtu kuingia ndani ya ndoa chini ya miaka 22. Akili yako inakuwa haijakomaa. Sawa, utaruhusiwa kupiga kura kufika na miaka 15, lakini akili yako inakuwa haijakomaa kufanya maamuzi mazito. Basi kuna nguvu ambayo inamshikilia mtu kitabia, kimwenendo, ambayo yeye mwenyewe anashindwa kuielewa. Anaweza kujua kabisa kwamba hapo bwana, hii tabia inaniharibia mambo, lakini kuiacha anashindwa, anahitaji msaada. Ndio maana mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Akajijibu mwenyewe, msaada wangu utatoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Manake wewe kama wewe unahitaji msaada, sio kwa mtu, sio kwa mwanadamu, bali kutoka kwa Mungu. Mungu anaweza kutumia watu kukusaidia wewe. Nikupe mfano mmoja. Mama mmoja kutokea Kenya, yuko ndani ya ndoa miaka 17. Ndoa yake imekuwa ngumu mno, lakini ameokoka. Amevumilia. Mume wake ana tabia za ajabu sana. Akamwambia Mungu, nafunga siku 7. Ikifika siku ya 7 hujanipa jibu, Mungu, navunja hii ndoa, kwa sababu kama hela ninazo na kazi yangu nzuri. Kafunga siku 7 akiwa na nia ya kupata jibu kutoka kwa Mungu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 hajapata jibu. Siku ya 5 akakutana na mimi kwenye YouTube. Nikaongea naye, nikampa ushauri, nikampa zana za kutumia kuiokoa ndoa yake. Akafanikiwa kuiokoa ndoa yake. Mpaka mwanaume anaomba likizo ili akae na mke wake vizuri. Kaka mmoja kutoka Biharamulo, mkoa wa Kagera, akaniambia, dokta, sikujua kama nilikuwa namtesa mke wangu. Haya mambo yapo. Shida ni kwamba pale unapojifanya unajua kila kitu, utashindwa kuinua macho yako utafute msaada, kama Daudi alivyozungumza kwenye kitabu cha Zaburi. Akasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Akajijibu yeye mwenyewe akasema, msaada wangu utatoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Usikate tamaa pale unapoona mtu anateseka, au wewe mwenyewe unateseka, mtu ana tabia za ajabu. Usikate tamaa, una msaada. Inua macho yako. Magumu yote yaliyopo duniani, wewe sio wa kwanza kuyapata. Kuna watu wengi wamepata magumu na wameyashinda, na wewe vile vile unaweza ukayashinda. Na yule unayemwonea huruma, magumu alionayo yanaweza yakamuondoka, kwa sababu sio mpango wa Mungu mtu ateseke, aishi maisha ya kujuta, kwa nini nimezaliwa. Mpaka mtu anajiona hivi, mimi kweli mbona mimi sinajiona sio wa kawaida? Mbona wenzangu mambo yao yanaenda vizuri? Mbona mimi mambo yangu kila ikifanya hivi yanaharibika? Napenda nikwambie kwamba kuna nguvu iliyo kubwa kukuzidi wewe. Unahitaji msaada kutoka nje ya wewe. Usikae kimya. Ita msaada. Tafuta msaada. Upo. Bidii yako itakusaidia.